Hii ni kwa wale wapenzi wa michezo. Kuna sakata linaendelea hivi karibuni na tumesikia juzi, jana na hata leo mambo yanaendelea. Si mengine ni mambo ya Yanga, Simba, TFF, bodi ya ligi. Mambo ni moto kweli kweli. Leo tutazame uchambuzi wa redio mbalimbali zinavyotazama mambo haya yanayoendelea katika nchi yetu ya Tanzania. Hasa swala la Yanga, hatuchezi wanajiita siku hizi hawa. Swala la hawa hatuchezi pamoja na bodi ya ligi na TFF. Minyukano imeendelea kuwa mingi kweli kweli. Jana tumeshuhudia press releases zikisambaa katika mitandao ya kijamii. Huku Yanga wakisema hili, TFF wakisema hili, bodi ya ligi wakisema hili. Yanga wanayo madai, wanasema kwamba wao wanaidai TFF fedha zao za ubingwa hawajalipwa. Maana yake nini? Je, walisongesha ama walikopo tu au wao walikopa? TFF inasema kwamba wao hawadaiwi wala mdhamini hadaiwi chochote. Bodi ya ligi inaendelea kusisitiza mchezo wa Yanga na Simba huko pale pale. Nini kitakachoenda kujiri? Tafadhali naomba ungana na uchambuzi wa redio mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania na usikilize mambo yalivyo katika mtazamo wa waandishi wa habari ama watangazaji wa redio mbalimbali hapa nchini. Karibu. Zawadi ya ubingwa wa kombe la shirikisho. Haya, tunapenda kutoa ufafanuzi kuwa TFF ndio inayoidai klabu hiyo, kwa maana Young Africans. Na Young Africans iliomba kwa barua fedha zao na za zawadi katika mashindano mbalimbali zikatwe kulipia malipo wanayotakiwa kuyalipa kwa TFF, ikiwemo ada za wachezaji wa kigeni. Wachezaji wa kigeni tunajua wanalipiwa kuna ile ada ya mwaka inatajwa kuwa milioni 4 mpaka 8 kwa mchezaji huyo mmoja. Wachezaji wako 12, unaweza kuchukua 12 mara 4 ni ngapi? 48. Milioni 48 ziko pale zinatakiwa kukatwa. Hivyo basi, ili kutoendelea kusababisha sintofahamu kwa umma, tumeiandikia Young Africans barua kutuma kwetu mtaalamu wao wa fedha kesho saa 4 asubuhi kuhakikisha deni la klabu hiyo, deni la klabu hiyo ikiwa na vielelezo vyote katika ofisi za TFF. TFF itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kusimamia mpira wa miguu, ikiwemo kulinda taswira za wadhamini wake. Huu ni mkeka ambao ulitoka kwa upande wa TFF. Young Africans nao baada ya mkeka ni titi for touch. Young Africans nao baada ya mkeka wakawa na wenyewe wameachia mkeka wao. Tutaona mengi. Na Young Africans wanasema tumeona taarifa kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuwa inaidai klabu ya Young Africans bila kutoa ufafanuzi wa deni lenyewe. Tunapenda kujulisha umma kuwa klabu ya Young Africans haijawahi kulipa fedha yoyote ya ubingwa wa kombe la shirikisho msimu 3 mfululizo. 2021, 2022, 2023 na 2024. Hibala. TFF imekuwa wakishikilia fedha hizo za ubingwa kwenye akaunti zao kila msimu unapomalizika, huku wakifahamu ni makosa na ni kinyume na utaratibu. Hakuna uthibitisho wowote wa kimaandishi kuonyesha kama TFF umewahi kulipa fedha hizo za ubingwa kwa klabu ya Young Africans. Ni aibu na fedhea na kumtia dosari mdhamini kuendesha mashindano bila kumlipa bingwa kwa misimu 3 mfululizo. Tunaelekeza dawa ya deni ni kulipa kwa wakati, ikiwa ni haki ya mshindi na inampa heshima mdhamini wa mashindano. Ieleweke, ada ya malipo ya wachezaji wa kigeni walizozisema kwenye taarifa yao kulipwa mwanzoni mwa msimu, na hela hizo za ubingwa kutolewa mwishoni mwa msimu. Klabu ya Young Africans haijawahi kupokea taarifa yoyote rasmi kutoka TFF kuhusu klabu yetu kuwa na deni kwao. Uongozi wa Young Africans unaendelea kusisitiza kulipwa pesa yake ya ubingwa wa kombe la shirikisho kwa msimu wa 2023-2024 ili waweze kucheza mchezo wa finali siku ya tarehe 28 Juni 2025.
Umeona hapo? Unajua mimi nini najiuliza na hapo hizo umesoma press mbili upande wa TFF body na Young Africans na Young Africans. CRDB nao pia walikuwa wametoa. Na wako walisema na wao wameweka very clear kwamba sisi mzigo tuisha. Sasa najiuliza yote hayo si wangekaa mezani ili wachanganue? Sasa hivi nimekwambia hivi. Yaani yale mambo ambayo yalikuwa hayazungumziki, yaliokuwa hayataki kuzungumzika, yalikuwa hawataki kuyaweka public kwa maana madudu. Sawa? Sasa kwa sababu kuna mmoja alianzisha kuyazungumza, maana sasa imekuwa ni kama kila mtu anatoa lake. Alikuwa anatafuta mtu tu. Na kamba siku zote nakatikia bembamba. Si ndio? Kule kuzito kule kamba ikatiki. Huku kuliko legea huku. Sasa nani anaenda kushinda vita hii? Kwa sababu hii ni vita tayari imeshaanzisha. Kwa sababu kabisa TFF bodi ya ligi ni kama vile sasa hivi na wenyewe wanatumia nguvu. Young Africans nao pia sasa wameamua kuanika mambo ambayo yalikuwa yameficha. Kwa sababu mimi kitu ambacho inanisikitisha kwenye hiki ni kitu kimoja. Young Africans walisema kuna makubaliano walikubaliana na bodi ya ligi kwenye yale matakwa manne, sio? Ndio. Na wakiwahitaji moja wa viongozi ambaye ni katibu mkuu wa TFF ambaye ni Wilfred Kidao ajiuzuru, sio? Swali langu la msingi kwao ni kwamba Young Africans kuna vitu walikuwa wanasema wao wale mini bodi ya ligi walikuwa kuna vitu wamesema wameanza kuvisema. Basi semeni vyote tulivyokuwa tumekubaliana muweke wazi. Young Africans wasema wao watasema vyote. Young Africans walisema wao wanawadai wadhamini pamoja na wanaoendesha mashindano pesa ya mshindi wa msimu uliopita wa kombe la shirikisho. Sawa? 23-24, si ndio? Kumbe Young Africans kuna madai mengine yako nyuma ya 20, 21, 22, 23 na hii 23-24. Yaani hadi bingwa anakopa. Bingwa amekopa mara 3. Sasa swali langu la msingi ni kwamba Young Africans wai katika mazungumzo ya Alikamwe juzi, kwa nini asiweke wazi kwamba tunawadai hawa misimu 3 mtawalio? Wamezungumzia tu msimu mmoja specific uliopita, si ndio? Lakini baada ya kuwa bodi na mimi TFF wamekuja na mkeka wao ambao unamchanganuo kuhusiana na hizo fedha ambazo wanazozidai zinachukuliwa kwa ajili ya kwenda kulipia vibali vya wachezaji wa kigeni, wale wachezaji 12 ambao ni zaidi ni kama milioni 48 kwa sababu ni ada ni milioni 4 na inatajwa kuongezeka mpaka milioni 8 yategemea. Kwa hiyo ni 4 mara 12 ni 48. Milioni 48 zinapaswa kuwa zinalipwa kila mwaka mmoja. Kwa sababu Young Africans na vilabu ambao vina uwezo wa kusajili wachezaji 12 vinapaswa kulipa ada hiyo. Sasa TFF wao wanangangania hizo ada kwa sababu pia inajiendesha kwa wao wachezaji wa kigeni. Sawa? Kumbe inawezekana kweli hizo hela Young Africans walikuwa hawapewi kwa sababu walikuwa wanazikatakata. Na nikumbuke mshindi wa kombe hili la CRDB Federation Cup anapata milioni hizo 50. Maana kwenye 48 zile za wachezaji wa kigeni ukizikatakata hapa inabaki milioni hizo 2. Yaani kwa hesabu ya haraka ni kumbe na maana kwa hii misimu 3 ambayo Young Africans wanadai kulingana na mashindano husika. Sawa? Zile milioni 50 walizokuwa wanashinda za ubingwa ndio zilikuwa zinaenda kulipa vibali vya nini vya wachezaji. Ndivyo walivyokubaliana. Sasa swali lingine la msingi ni kwamba Young Africans wameweka tu very specific kwamba tunaenda sisi tunataka hela ya msimu uliopita ndio tucheze mechi. Hii ya misimu mingine wamesamehe? Swali langu, wamesamehe? Huenda hawajasamehe ila wanachokonoa kidogo kidogo ili watu wafunguke wazidi kuyabwaga. Mimi nitamani waseme kila kitu kwa sababu tumefika kwenye level wao wenyewe ndio wamesema kuhusiana na kusema kwa sababu bodi ya ligi kuna vitu walikuwa wanaficha ikiwepo simu kutoka Kigogo kwa Kigogo. Hivi ni vitu ambavyo Young Africans wamekuja kuvibumbulua tu kwa tujui. Wakasema na mmeamua kusema basi semeni kila kitu. Young Africans nao wameamua kuzungumza, si ndio? Wanapigana kwa ajili ya kupata ukweli. Walipaswa kuzungumza kwa sababu leo hii kumbe kuna mambo mengine nimelala mimi usiku na hisi labda jambo ni hili. Kumbe naamka asubuhi naambia wewe hiyo hujui. Young Africans misimu 5 mingine iliyopita Young Africans hawakuwahi kupewa hela zao. Yaani inawezekana kaje kaamka tena. Bado ni asubuhi. Tutategemea itakuja kufika jioni hapo kutakuwa na mkeka mwingine. Umeelewa? Kwa hiyo mazingira yamekaa kama hivyo. Kwa hiyo tuna vitu vingi sana ambavyo tunapaswa kusikiliza kwanza sasa hivi. Yaani sasa hivi ni swala la kusikiliza. Unajua mtoto huyu na huyu wanapigana, baba anatakiwa kuamua. Sisi wasikilizaji tunatakiwa tukae pembeni kama wazazi. Huyu anazungumza, mwisho wa siku tutapata tu nani anasema ukweli. Na msema ukweli wa siku zote anaonekana hata akiwa anazungumza. Utaona kabisa huyu anasema kwa na huyu anabumunya maneno. Kwa hiyo
mazingira yamekaa hivyo, Young Africans wameng'ang'ania na bodi na maana TFF na wenyewe pia wameshikilia pale ambapo wao wanaona inafaa. Kwa hiyo ni kama kuvutana. Kwa hiyo hii sakata tuachane nalo. Tunaamini kabisa litapata ufumbuzi, lakini kwa sababu kuna taarifa nyingine za ziada tutakuja kuzipata kupitia Sports 120 ambao inaruka kuanzia saa 4 mpaka saa 6. Hapo kutakuwa kuna mjadala, tutasimama hapo. Na mimi leo kama kawaida nitakuwepo. Lakini kuna taarifa ambayo ilikuwa inasemekana